Habari Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo furaha kubwa kukukaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu vya afya vinavyoendeshwa na Chama cha Madaktari Wanawake Tanzania, MEWATA. Huu ni mwezi Oktoba. Tunasema ni Oktoba ya Pink kwa sababu ni mwezi ambao tunajifunza kuhusiana na saratani, tunahamasisha jamii kuhusiana na saratani, lakini pia tunahamasisha jamii iweze kufanya uchunguzi mapema wa saratani ya matiti. Kwa sababu saratani ya matiti ni ugonjwa ambao ukigundulika mapema, ukiwa katika dalili za awali unatibika, lakini pia ukichelewa kugundulika ni ugonjwa unaoweza kupelekea kupoteza maisha. Pia katika mwezi huu tunawacelebrate na kuwapongeza mashujaa wa saratani ambao wametibiwa na kukamilisha matibabu yao ya saratani. Vile vile tunawapongeza na kuwatia moyo mashujaa wa saratani ambao wamegundulika na saratani na wako katika matibabu. Tunawatia moyo kuendelea na matibabu na kukamilisha serial nzima ya matibabu wanayoyapokea. Uko nami Daktari Esther John Matoro, mimi ni katibu mwenezi wa Chama cha Madaktari Wanawake Tanzania, na leo niko na daktari bingwa na mshauri Dr. Makia ambaye atatupitisha katika somo hili la saratani ya matiti. Usitoke katika skrini yako, kaa tujifunze kwa pamoja. Karibu sana. Naitwa Dr. Merida Makia. Leo nitakuwa nazungumza na nyinyi kuhusu matatizo ya matiti. Magonjwa ya matiti kwa ujumla. Tutazungumza kwanza kueleweshana titi lina vitu gani. Baadaye tutaeleweshana magonjwa ya matiti ambayo sio saratani. Alafu tutamalizia na saratani ya matiti. Kwanza kabisa, kwenye picha mnavyoona kuna upande wa titi umeonyeshwa ambapo kuna mirija ya matiti, na pia kuna nyama zile ambayo ni mafuta ya matiti katika titi, na vifuko vya maziwa katika titi, na mirija na chuchu ya titi. Katika hivyo vyote nilivyovitaja, kunawezekana ukatokea hitilafu na ukapata ugonjwa katika hiyo sehemu niliyotaja. Magonjwa ambayo yanatokana na tatizo la matiti ni vivimbe vigumu na vivimbe maji. Vivimbe maji vinatokana na mkusanyiko wa majimaji katika mifuko ile ya maziwa ambayo nimeonyesha kwenye hiyo picha hapo juu. Hivyo vivimbe vinaweza kutokeza wakati wowote ule, na mara nyingi vinatokea kwa wanawake ambao wamenyonyesha au wanawake ambao wameacha kunyonyesha, wanapata vivimbe maji katika matiti yao. Na hata wale wasichana ambao wanabalee na wale wasichana wanaovunja ungo na kuanza kupata matiti pia wanaweza kupata vivimbe maji. Na vivimbe vya aina nyingine ni vivimbe vigumu ambavyo mara nyingi sana vinatokea kwa wasichana ambao wamekwisha vunja ungo na hawajanyonyesha. Ni wasichana ambao wako katika miaka ya 18 mpaka 30, unaweza kupata vivimbe kama hivyo. Na vivimbe hivyo vinatokana katika mfumo wa titi. Kuna vitu tunavyoita fibrous tissue ambayo ndio inakuja kubadilika ikatengeneza hivyo vivimbe. Hivyo vivimbe mara nyingi katika wasichana na watoto wanaokuwa sio vivimbe vya saratani, na mara nyingi havileti madhara sana katika matiti, ila kama ukubwa wa hicho kivimbe kinaweza kuharibu shepu ya ziwa. Vivimbe hivyo vinatokana na ile tishu ambayo inatengeneza titi, inaloimarisha titi likae kama lilivyo na sio kudondoka chini. Kuna magonjwa mbalimbali ya matiti, na dalili zake ni kitu gani? Mara nyingi dalili ni uvimbe katika titi. Hiyo ndio kitu ambacho mara nyingi wagonjwa wanaofika kwetu wanakuwa na malalamiko kwamba nina
hisi kwamba nina uvimbe katika titi. Dalili nyingine ni maumivu katika matiti. Maumivu hayo yanaweza kuambatana na uvimbe katika titi au yakaambatana na kutokwa na damu katika chuchu. Hizo pia ni dalili za maumivu katika titi. Kutoka kwa majimaji ni kawaida kwa wakina mama ambao wamesha nyonyesha na wameacha. Wakati ule ambao wameacha maziwa hayatoki tena, basi majimaji huwa yanatoka kwenye chuchu. Hiyo sio tatizo, lakini kama unapata mtu yoyote yule anayeona dalili kwamba kuna damu zinazotoka kwenye chuchu, hiyo ni kiashiria kwamba kuna tatizo. Na tatizo hilo huwezi wewe mwenyewe kuamua kwamba okay, hii labda ni uambukizo au sio uambukizo. Lakini ni vyema basi ufike hospitali kupata matibabu, kupata uchunguzi kwa ajili ya tatizo hilo uliloliona. Mara nyingi wagonjwa wanaokuja na damu kutoka kwenye chuchu ni kwamba wakipimwa unakuta kwamba hiyo damu inatokana tu labda na kivimbe kidogo au ni uambukizo. Lakini ni muhimu sana kuja hospitali kupimwa, kwa sababu kuna tahadhari kubwa ambayo mara nyingi unaweza kukuta kwamba damu inayotoka kwenye chuchu inawezekana kwamba kuna kidonda kwa ndani katika njia zile za maziwa, vifuko vile vya kutengeneza vya kuhifadhi maziwa, au njia ile ya chuchu ambayo maziwa hutokea. Kwa hiyo uchunguzi umebainisha kwamba katika wanawake wanaopata matatizo hayo ya kutokwa na damu katika chuchu, kati ya 10 mmojawapo anaweza kupata saratani ya matiti. Kwa hiyo hatujui ni yupi atakayepata, lakini ni vyema katika wote hao wafike hospitalini wachunguzwe ili waweze kutibiwa mapema kuzuia saratani ya matiti. Tatizo lingine ambalo linatokea mara nyingi katika matiti ni kwa wakina mama ambao wananyonyesha, na tatizo hilo ni majipu katika matiti. Pia kuna wagonjwa wengine ambao wanaweza kuwa na magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha jipu la titi. Kwa mfano, ugonjwa ambao mara nyingi unaweza kuendana na hilo tatizo la jipu ni ugonjwa wa TB. Na TB inaweza kupatikana katika titi ikawa na viashiria ya jipu la titi. Kwa hiyo ni muhimu sana mgonjwa akiwa na jipu ni vyema aje hospitali, atafanyiwa matibabu ya kupasuliwa hilo jipu, na kama anavyofanyiwa upasuaji huo, vipimo vinachukuliwa ili kudhihirisha kama tatizo ni jipu tu la kawaida au ni jipu lililosababishwa na jambo lingine. Kuna vitu ambavyo muhimu sana kwa wakina mama ambavyo vinatakiwa vifanyike. Wakina mama wanatakiwa wao wenyewe wawe wanajichunguza katika matiti yao kila wakati. Unajiwekea muda wako wewe mwenyewe. Mara nyingi inashauriwa kwamba mama ajipime matiti yake baada siku 5 baada ya hedhi kuanza. Na katika kujipima yeye mwenyewe ni hatua gani anafanya? Kuna hatua 2 muhimu. Hatua ya kwanza ni kujiangalia, na hiyo kujiangalia ina maana kwamba unataka kuona matiti yako yote mawili, na hiyo unaenda kwenye kioo, unasimama mbele ya kioo huku umevua nguo zako, unanyanyua mikono yako juu, unaangalia matiti, level ile ya chuchu, kuiangalia kama ziko sawa au kuna tatizo lolote kwenye chuchu. Baada ya hapo
unatakiwa kupapasa we mwenyewe. Kwa hiyo hatua mbili, kujiangalia na kupapasa. Katika kupapasa kuna njia nyingi. Unapapasa kwa kutumia mkono wako, kiganja cha mkono, kwa kukipeleka juu na chini na kuweza kupapasa titi lako lote. Mkono wa kushoto unapapasa titi la kulia na mkono wa kulia unapapasa titi la kushoto kwenda juu mpaka chini, au unaweza kuzungusha mkono wako ukaweza kupapasa titi lako vizuri, kuangalia kama kuna uvimbe wowote ambao unahisi. Hata kama kuna maumivu ambayo huyaelewi, ni vyema pia kujichunguza hivyo. Na ukikuta kama kuna tatizo lolote, basi unaenda hospitali ili uweze kupata ushauri zaidi. Na chuchu ni muhimu sana kuangalia kama chuchu inatoa damu au imepasuka au kuna kidonda kinachozunguka chuchu. Basi hiyo yote ni dalili ambayo unahitajika kupata ushauri kwa daktari. Sasa baada ya hapo, ukifika hospitalini, kuna uchunguzi ambao unatakiwa kufanyiwa. Na uchunguzi unasaidia kuthibitisha kwamba hicho ulicho nacho, kama ni uvimbe, kama ni damu inatoka kwenye chuchu, je, ni salama au sio salama. Na vipimo ambavyo utavikuta hospitalini mara nyingi ni ultrasound ya titi. Ultrasound ya titi inasaidia kudhihirisha kama kuna uvimbe katika titi. Ultrasound pia inaonyesha kwamba vile vivimbe ni vivimbe maji au ni vivimbe vigumu. Na ikishajulikana hivyo, basi kuna hatua ingine ya uchunguzi. Uchunguzi unaofuata ni kupima vile vivimbe ambavyo vipo katika titi, ambayo ni kwa kutumia sindano ya kawaida ambayo ya hospitali inayovuta au kunyonya chembe zile ambazo ziko katika uvimbe ule. Uwe uvimbe mgumu au uvimbe wa maji, vyote vinaweza kupimwa kwa kutumia sindano. Kwa uhakika kabisa, kuna kipimo kingine ambacho kinatumika siku hizi ambacho ni kipimo cha sindano, ambacho hicho kipimo pia kina uwezo wa kuchukua kipande kidogo cha nyama. Ni sindano ya utaalamu na sio kama hizi za kawaida. Kwa hiyo inachukua vipimo hivyo ambavyo vitasaidia kwenda kusoma tatizo hilo katika darubini. Kipimo kingine ambacho kinatumika pia katika kutafuta shida hizo za uvivimbe katika matiti ni kipimo cha mammography. Hiyo mammography ni kwamba inashauriwa kwamba ni wagonjwa ambao, wakina mama ambao wamezidi miaka 40, ndio hicho kipimo kinaweza kufanyika na kikatoa jibu ambalo ni halisia. Kwa wagonjwa wa wakina mama ambao wako chini ya miaka 40, hicho kipimo hakitakuwa chenye faida sana, ila kwa wenye miaka zaidi ya 40 kipimo hicho kinasaidia. Kuna kipimo kingine kikubwa zaidi ambacho hicho ni mara chache kutumika, na kama kutakuwa kunatakiwa ufafanuzi zaidi, ambacho ni MRI, ambacho kitaonyesha kama kuna tatizo ambalo bila shaka katika hivyo vipimo vingine haikuweza kuonekana. Kwa mgonjwa ambaye ana vivimbe hivyo na matatizo hayo mengine niliyotamka awali, ni kwamba matibabu yanafuatia. Kwa vivimbe ambavyo ni vidogo sana, chini ya milimita 10, saa nyingine mgonjwa anashauriwa kwamba aache, alafu arudi baada ya miezi kadhaa, miezi kama 3, anakuja tena anapimwa. Kama kimeongezeka, basi inabidi kifanyiwe upasuaji kuondolewa katika sehemu hile
Tatizo lingine, kama kwa mfano mgonjwa amekuja ana matatizo ya kutoka damu katika chuchu. Chuchu inaweza kufanyiwa pia upasuaji kuondoa kile kinachosababisha hiyo chuchu kutoa damu. Kwa hiyo inafanyika operation ndogo ambayo inatoa mpaka kwenye mzizi ule ambao inasemekana kwamba ni kutoka kwenye kifuko kile cha maziwa ambacho kinakuja kutoa maziwa katika chuchu. Kwa hiyo chote hicho kinatolewa, kinapelekwa pia, kinachotolewa kinapelekwa tena maabara kwenda kwa uchunguzi zaidi ili kufahamu kama vyote vilivyotolewa huko viko salama. Na kama ikisemekana kwamba kumeonekana kwamba kuna tatizo, basi mgonjwa huyo anahitaji kwenda kufanyiwa upasuaji ambao ni upasuaji mkubwa. Unawezekana kwamba ni upasuaji wa kutoa kipande cha ziwa au ni kutoa ziwa lote. Sasa tukaone dalili ugonjwa wa saratani ya matiti. Ugonjwa wa saratani ya matiti hautofautiani sana na magonjwa yale ambayo tumezungumza, lakini kuna dalili za ziada ambazo zinatuonyesha sisi kwamba huu ugonjwa bila shaka ni saratani ya matiti. Dalili zake kuu ni uvimbe kwenye titi na uvimbe kwenye makwapa, na unaweza pia kuwa usiwe na uvimbe wa makwapa, lakini uvimbe kwenye titi, hiyo ni dalili moja ya saratani ya matiti. Na kubadilika ngozi ya titi, kuna kubadilika katika sehemu ile ya chuchu ambayo inachubuka, sehemu ile ya chuchu na sehemu inayozingira chuchu inakuwa kama inakuwa na upele au vidonda. Hiyo ni aina ya saratani ya matiti. Kwa hiyo inawekwa kwenye kundi la saratani ya matiti. Alama ingine ya saratani ya matiti ni ngozi ya titi kubadilika kuwa kama ganda la chungwa. Hiyo ni alama mojawapo ya kwamba kuna tatizo katika titi. Alama nyingine ni kuvutwa ndani kwa chuchu. Chuchu inavutwa ndani, kwa hiyo titi linakuwa halina shepu nzuri. Na pia inawezekana kwamba hata hilo titi likawa dogo zaidi kuliko lile ambalo liko upande ambao hauna matatizo yoyote. Sasa kuna aina nyingine pia ya saratani ambayo inajitokeza, inakuwa inashabihiana na kwamba umepata uambukizo katika titi. Titi linakuwa kama limepata jipu, lakini sio jipu, linakuwa gumu. Na hiyo saratani mara nyingi inapata wakina mama ambao ni watu wazima, miaka 50 kuendelea. Mara nyingi unaweza kukuta hata haina maumivu, au inatokea tu anakuwa kama anapata homa na inakaa kwa muda mrefu hata kama akipewa matibabu. Ugonjwa unazidi kukua. Katika uchunguzi wa saratani, wanawake ambao wako katika hatari ya kupata saratani ya matiti ni kama mara nyingi tunakuta ni katika familia, kama mama yake, dada yake, shangazi yake, bibi yake alikuwa na tatizo kama hilo, na hiyo inaweza kuwa kwake pia ikatokea. Na hilo ni kwa sababu saratani ya titi ni ugonjwa ambao unarithishwa kutoka kwa wazazi wanawake. Na kuna vitu ambavyo hata kama huna ndugu ambaye anayo hiyo saratani, kuna vitu vinavyokuzunguka ambavyo vinaweza kusababisha saratani ya matiti. Unene, uzito kupitiliza, hiyo pia ni sababu moja ya kuwa na saratani ya matiti. Sababu nyingine ya kuweza kupata saratani ya matiti ni hali ya hewa inayokuzunguka, kuvuta sigara, kutumia pombe kwa wingi, na vinasaba ambavyo vipo ndani yako ambavyo vinarudi tena kwenye familia vinaweza kusababisha
saratani ya matiti. Kwetu sisi kwenye vitabu tulivyosoma ni kwamba kina mama ambao hawajaweza kupata mtoto mara nyingi ndio wao wanaweza kupata saratani ya matiti. Lakini tunavyoona katika mfumo wetu tunakuta kwamba mama anaweza kuwa hata amejifungua, ana watoto hata 10, lakini bado anapata hiyo saratani ya matiti. Na pia baadhi ya vyakula tunavyokula ambavyo vinaweza kuwa hatarishi, ambavyo vinaweza kusababisha saratani sio tu ya matiti na hata saratani yoyote ingine katika mwili. Uchunguzi wa saratani ya matiti haupishani na uchunguzi ambao tumesha zungumza pale juu, ila kuna nyongeza, yaani ni kwenda hospitali, unachukuliwa kipimo cha ultrasound, unafanyiwa kipimo cha mamografia, unachukuliwa kipimo cha kinyama ambacho kinatumika sasa hivi sio kwa kukata titi, bali ni kwa kuchukua kwa sindano maalum, inapatikana hiyo. Sasa vipimo hivi vinavyopatikana katika vya kinyama vinaenda tena kufanyiwa uchunguzi wa kina ambayo tunaita immunohistochemistry. Immunohistochemistry ni kipimo ambacho ni ghali kidogo, lakini ni kipimo ambacho ni muhimu sana katika matibabu ya saratani ya matiti. Maana hicho kipimo ndio kinachoonyesha dira ya kuendea ya matibabu ya mgonjwa, kwamba mgonjwa atahitaji kufanyiwa kitu gani. Anatakiwa kwenda kwanza kupata matibabu ya chemotherapy au anatakiwa kufanyiwa matibabu ya mionzi pamoja na matibabu ya hormoni. Majibu yanaweza kumpa mwelekeo daktari namna ya kutibia saratani ya matiti. Kwa hiyo kipimo hicho cha immunohistolojia kinaonyesha mstakabali wa matibabu, mstakabali wa ugonjwa, kwamba ugonjwa unaweza kupata nafuu kwa namna gani. Katika upimaji wa wakina mama wa saratani kuna stage hatua ambazo zinatakiwa kujulikana, na katika hatua hizo ndipo basi ukichukua kile kipimo ambacho tumesha kizungumzia cha immunohistochemistry, basi tuna namna ya kuamua sasa mgonjwa atapata matibabu kama haya yafuatayo. Labda ni upasuaji mkubwa au upasuaji mdogo, ambao upasuaji mdogo ni kwamba titi lote halitatolewa, lakini mgonjwa atatolewa ule uvimbe, alafu atatolewa pia na tezi zinazohusika na ule ugonjwa na ule uvimbe, alafu hatimaye anapelekwa kwa matibabu ya chemotherapy pamoja na mionzi. Na wengine baada ya kumaliza hiyo, basi anaenda kwenye hatua ingine ya matibabu ya homoni, mpaka hapo atakapoelezwa kwamba ugonjwa umeshathibitiwa. Saratani ya matiti inaweza kupata mtu yoyote, yaani jinsia ya kike au ya kiume, na mara nyingi hatuongelei sana wanaume, lakini wanaume pia ni muhimu wao kujichunguza katika matiti yao kama kuna uvimbe wowote ambao sio sawasawa. Kwa bahati mbaya, matibabu ya wanaume kama yakichelewa inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu matiti yao ni madogo na unakuta ugonjwa umekuwa mwingi, umepita hatua mpaka umefika katika ukuta wa kifua. Sasa kama unawahi kujichunguza mwanamume, basi inakuwa ni salama kwako pia. Na matibabu ni yale yale kama tulivyozungumza kwa wanawake. Matibabu ya saratani ya matiti huwa yana changamoto ambazo tunawapa moyo sana wagonjwa wetu kwamba wasitie shaka, kwa sababu watafuatiliwa
katika matibabu hayo, na kama wanaona kwamba kuna tatizo lolote limejitokeza, basi ni vizuri kurudi hospitali ili kuweza kupata matibabu ya kusaidia hizo changamoto ambazo huwa zinajitokeza. Kawaida mgonjwa wa saratani anavyotumia dawa zile za saratani, zile za sindano, kuna dalili ambazo anaweza kuziona tena zinazotokea ambazo sio rafiki kwake. Yaani kwa mfano nywele zinapuputika, anakuwa hana nywele kabisa katika mwili wake, ni nywele za kichwani, nyusi zote zinapotea. Na pia dawa zenyewe kwa namna fulani zina nguvu, nazo zina sababu yake hasa ni kuharibu zile chembe ambazo ni mbaya, ambazo zinaleta kansa. Dawa hiyo inavyofanya ni kwamba inaharibu pia kwa namna fulani zile chembe ambazo ni nzuri. Kwa hiyo unaweza kupata udhaifu katika mwili, unaweza kupata kichefuchefu ambacho kinakukatisha tamaa ya kula, unaweza kuwa unapoteza tena uzito katika mwili licha ya kwamba una matatizo ya kuumwa. Lakini vyote hivyo ni kwamba kama unapata changamoto hizo, unarudi kwa daktari wako. Daktari anaweza kukuelewesha na akakupa tiba ambayo inaweza kukufanya ustahimili matatizo hayo. Kipindi kile cha dawa unazotumia, ukishamaliza, hali yako inaanza kurudi kama kawaida. Na kuna jambo lingine ambalo wagonjwa wengi wanakuwa na hofu ya kuwa wanapelekwa kwenye mionzi, kuchomwa mionzi. Hiyo kuchomwa mionzi ni jambo kali kidogo, lakini sio kwamba unaingia kwenye, nafikiri wanavyofikiria ni kwamba unaingizwa kwenye chumba unachomwa moto. Hapana, ni kupata tiba ya mionzi ni sawa na kwamba unavyoingia katika chumba cha x-ray. Dakika chache tu unaambiwa haya, tumeshamaliza, na unatoka. Ukipigwa x-ray husikii maumivu yoyote. Lakini tofauti ya mionzi ni kwamba ni dawa fulani inatoka, lakini hiyo dawa sio kwamba ni dawa ambayo itakugonga hapo hapo usikie hayo maumivu. Na kadri unavyopata hizo dozi unavyoendelea, kweli utajisikia mwili kuwa dhaifu, lakini usikubali kwamba ukajiachia tena kwamba mwili uwe dhaifu. Na wewe kama mgonjwa ujitahidi kuongeza chakula, kuongeza mapumziko katika mwili wako, ili mwili uweze kustahimili hiyo dhoruba inayopata katika matibabu hayo. Ni wagonjwa wengi mno wanapona kufuatia matibabu ya mionzi. Kwa hiyo wasikudanganye watu wengine huko nje kwamba nimepata mionzi tu basi hali yangu ikawa ovyo na mimi nikadhoofika zaidi. Hapana. Mionzi inawekwa kwa dozi na kwa utaratibu wake. Kuna baadhi ya wagonjwa wanakuja kwetu katika hali ya kwamba ugonjwa umesogea mno, na hali ya mgonjwa kweli hairidhishi, na unakuta hawezi kustahimili matibabu ya saratani. Kwa maana hiyo, katika matibabu hayo sio kwamba kila mgonjwa atapelekwa kufanyiwa matibabu hayo. Uchunguzi unafanyika vizuri kabisa kabla ya mgonjwa kupatiwa hayo matibabu. Kwa hiyo tunaasa wagonjwa wote ambao wanapata matatizo ya saratani wasiogope. Yote haya yanawezekana, na Mwenyezi Mungu huyo ndiye aliyetupa uwezo huo wa kuweza kupata matibabu kama hayo. Naomba pia kuwaasa wale wote ambao wapo katika jamii wanaohisi kwamba katika familia yao kuna mgonjwa ambaye alikuwa ana saratani anayenihusu mimi. Kwa mfano mama yangu, baba yangu, mjomba wangu, shangazi, bibi. Ni muhimu wewe kama mwenyewe
uweze kuenda katika kituo cha afya ukaweza kupata uchunguzi na matibabu. Ukija mapema, saratani inatibika kabisa. Mfano mmoja ni huu katika picha hizi unazoziona. Huyu mama alikuja kwetu akiwa ameugua tatizo hili la titi na kwapa kwa muda wa 1.5 mwaka. Akawa ametibiwa kama mgonjwa wa TB, lakini amepewa dozi ya TB akamaliza, hamna mabadiliko yoyote. Basi akaamua pia, wenzake wanamweleza basi kama haifanyi kazi hiyo, njoo huku kuna dawa hizi za kienyeji hizi tunatumia, vidonda vinakauka, navyo pia haikukausha. Lakini hatimaye akaja hospitali. Alivyoona kwamba hapa hapawezekani, akaja hospitali, japo amekuja, ukiona hizo picha ndio hivyo zilivyo, lakini huyu mama yuko salama. Alifanyiwa matibabu, amemaliza matibabu yake, sasa hivi yuko mzima wa afya, anaendelea na shughuli zake kama sisi wengine, amepona kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu, usikate tamaa, usiache kuja kwa matibabu hospitalini. Achana na hali ya kula vitu ambavyo vitaweza kukuweka katika mashaka ya kupata saratani. Kwa mfano pombe, kwa mfano sigara, kwa mfano kula chakula vyenye mafuta mengi. Kula chakula chako mboga nyingi, protein kama kawaida na wanga kidogo. Mazoezi ni vitu muhimu sana kwa afya yako. Asanteni. Ni matumaini yangu kwamba umepata elimu kuhusiana na saratani ya matiti. Lakini kumbuka, mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Usisahau kusubscribe katika mitandao yetu ya kijamii ambayo inapatikana kwa jina la MEWATA Tanzania kama inavyoonekana katika skrini yako. Ulikuwa nami Daktari Esther John Matoro, katibu mwenezi wa Chama cha Madaktari wa Wanawake Tanzania, MEWATA. Mpaka wakati mwingine, bye bye.